Kuna hii hapa tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la Dunia. Ni tamthilia ambayo imekuwa na watazamaji wengi sana kwa sasa hivi. Ni tamthilia ambayo inayofanya vizuri sana katika mtaani, lakini pia imekuwa na mapokezi makubwa sana katika jamii. Katika East Africa kwa sasa hivi tunaipa yani kwamba ni namba moja, the best sana tamthilia hii hapa. Hata ukiangalia hapo katikati kwamba waliweza kuihamisha katika kuitoa katika YouTube na kuipeleka katika app, lakini mashabiki waliweza kupaza sauti zao kwa maana kwamba walikuwa wanahitaji tamthilia hii hapa iweze kurudi katika upande wa YouTube. Na kweli bwana waliweza kufanya hivyo, kuirudisha YouTube, kwa maana wao wenyewe waliweza kukiri kwamba hii hapa tamthilia sio tena ya kwetu bali ni ya kwenu mashabiki zetu. Sasa tamthilia ya Dunia imekuwa ni namba moja kwa kupata watazamaji wengi sana katika platform ya YouTube, kwa maana kwa sasa hivi kuna ushindani mkubwa sana katika tamthilia tofauti tofauti. Kuna Big Boss ambayo inaofanya vizuri sana kutoka kwa Clam Vevo, lakini pia kuna tamthilia kama ya Dubu kwamba wewe ni nani, huwa kwa maana anauliza kwamba wewe ni nani. Ni tamthilia ambayo na yenyewe inafanya vizuri kwa sasa hivi. Ukiangalia namba zake, kuna Chado ambayo anaifanya Pressure na yenyewe inaweza kupata numbers kubwa sana, lakini Dunia tumeipa nafasi namba moja kutokana kwamba imeweza kupata mapokezi mazuri sana. Lakini kabla sijaendelea, nikuombe kitu kimoja, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, achia comment yako, kisha share video hii hapa ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata update zetu na ujue kwamba ni kitu gani ambacho kinachoendelea katika Dunia. Sasa lengo la kusogezea video hii hapa ama uchambuzi huu hapa ni kwamba uweze kujua kwamba kwa sasa hivi kuna maelewano ambayo hayako sawa katika Dunia, kwa maana wahusika wa Dunia kuna mambo ambayo hayako sawa. Wahusika wenyewe nikimzungumzia kama Manyanya, kwa maana amekuwa ndo main character katika tamthilia ya Dunia. Manyanya ameweza kuchukua nafasi kubwa sana katika ufanyakazi wake wa kazi humu. Imefikia sasa kwamba watu wameanza kumlinganisha na Kanumba kwamba huyu hapa ndo mlisi wa Kanumba, japo watu wengine wanakataa, lakini kuna watu wengine mashabiki zake wameamua kumpa taji hilo kwamba wewe ndo king kwa sasa hivi, akitoka Kanumba ni wewe unafuata. Tumeona vile vile kwa Clam Vevo mashabiki zake waliweza kumbless hivyo, lakini kadri siku zinavyoenda watu wanazidi kumvua. Sasa hatujajua katika Big Boss kwamba wanampa ishara gani kwamba wanamkubali zaidi, lakini tunaona Manyanya kabisa ameweza kuchukua nafasi kubwa kwa sasa hivi katika jamii. Ameweza kupewa nafasi kubwa sana na watu wanaamini kwamba huyu hapa ndo ni mlisi wa Kanumba katika Bongo Movie. Sasa tamthilia hii hapa imekuja kushindana na tamthilia kadhaa ambazo ameweza kuzikuta. Clam Vevo ameweza kutuletea Big Boss, kwa maana ameweza kutubadilishia kutoka katika tamthilia ambayo tulikuwa tunaiangalia, tukaamini kwamba Big Boss inakuja kuifunika tamthilia hapa ambayo inafahamika kwa jina la Dunia, lakini Big Boss imegonga mwamba juu ya hii Dunia. Dunia imeweza kuchukua nafasi kubwa sana. Sasa nikizungumzia kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa katika upande wa Dunia wahusika, pia kuna huyo mshikaji ambaye tunamuona waga ni mganga, ni maarufu sana huyo mshikaji, lakini katika muendelezo wa sasa hivi kwamba season ambazo zinazofuata na hisi hato kuepo kabisa. Lakini pia vile vile Manyanya, kwa maana kwa maneno ambayo ameweza kuyatoa, tunahisi kabisa kwamba katika muendelezo unaofuata hato kuepo. Je, Dunia itaweza kudrop kutokana na watu hao hapa kwamba Rupia asipokuwemo, Manyanya asipokuwemo, Violet asipokuwepo? Je, Dunia itaweza kudrop ama itaweza kushika nafasi yake kama kawaida ambavyo jinsi ambavyo tumeweza kuizoea? Dunia tumeona kwamba kuna wahusika wengine ambao waliondoka, lakini baada ya kuondoka wale wahusika, baadhi mashabiki wengi waliweza kupaza sauti juu ya Matrida, kuondoka kwa Matrida, kwa maana yule Matrida ambaye aliweza kuletwa humu kwa ajili ya kukava ile nafasi kwamba awe ndo Matrida. Waliona kabisa kwamba ile part alikuwa haiplay kama jinsi Matrida alivyokuwa anaiplay. Kumbuka Matrida ile aweza kuplay part vizuri, ni Manyanya ni mtu ambaye alikuwa anamchezesha Matrida kutokana na kwamba vitu ambavyo alivyokuwa akivifanya, lakini pia Matrida alikuwa anatia huruma sana juu ya Manyanya, na Manyanya alikuwa na mtweet vizuri sana Matrida mpaka tukaona kwamba Matrida anakaa katika nafasi ambayo anatulia. Je, kukosekana kwa Manyanya, kukosekana kwa Violet, kukosekana kwa Rupia, kwamba wataweza kusimama kina Kavumba peke yao au ndo Dunia inaenda kudrop? Sasa tunaenda kwamba kuona kwamba inashuka katika tamthilia namba moja katika East Africa, inaenda kuwa hata namba 5 huko. Hatujajua kwamba je itaweza kudrop. Una maoni gani kuhusiana na kwamba kujitenga kwa Manyanya, Violet pamoja na Rupia? Hatujajua kwamba hii Dunia inaenda kudrop, kwa maana wao wanaamini kabisa kwamba ndo main character, kwamba wanaipeleka Dunia viral kwenda duniani, kwa maana duniani imeshafika. Nikizungumzia
anayezungumzia duniani na kuwa naeleweka zaidi. Sasa Manyanya anaamini hivyo, Violet anaamini hivyo, pia Lupiana anaamini hivyo. Je, Kavumba ataweza kuipeleka viral kutokana kwamba ni wanafahamika ni mzee wa budget? Mshikaji hapa amekuwa akizunguka sana kwa interview nyingi sana Kavumba, maana na hisi ndo msanii wa kwanza ambaye anayeshiriki katika tamthilia ya Dunia, ndo msanii ambaye anayepata mashavu ya interview. Sijajua kama anapata mashavu ama anayafuata yeye mwenyewe, kwa maana Manyanya simuone akifanya interview, Violet simuone, Lupiana simuone, vile vile wasanii wengine wa Dunia ambao wanashiriki siwaoni kabisa, kama Munde Muzungu naye simuone akifanya interview, bali nikimwona anafanya interview ujue basi wanakuwa wapo crew kama Dunia. Lakini kwa Kavumba imekuwa ni desturi yake kufanya interview katika siku ambazo kila siku ambayo inaenda kwa Mungu, kwa maana amekuwa na mashavu hayo ya kufanya interview kutokana kwamba na kipande chake ambacho aliweza kuwateka raia ama aliweza kukonga mioyo ya watu, kwamba mzee wa budget. Sasa mzee wa budget aliweza kwenda viral sana katika kipande hicho. Sasa una maoni gani kuhusiana kwamba kuondoka kwa hawa watu? Je, tamthilia hii hapa ita drop? Lakini nikukumbushe tu tena kwamba usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, acha comment yako hapo, share hii hapa video ili na mwenzao uweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea katika upande wa Dunia. Sasa hivi itaenda ku drop kwamba Big Boss itaweza kusimama namba 1, kwa maana ukitoa Dunia, numbers nyingi ambazo zinapatikana kwenye Big Boss ni namba ambazo sio za mchezo ukiitoa hii tamthilia ya Dunia. Lakini pia kuna Kevin naye Ndota TV ambaye anafanya vizuri, lakini numbers zake kiukweli kwa sasa hivi zimeweza kusheki baada ya kuachana na ile tamthilia ya Penzi la Mtoto wa Boss na Mdada wa Kazi. Baada ya kuachana na ile tamthilia, namba zake zimekuwa ni za kawaida tu. Before hapo kipindi anafanya ile kazi alikuwa na namba kubwa sana ambazo alikuwa anashtua watu wengi sana kwamba huyu mtu alikuwa anamwangalia kwa jicho jingine, lakini kwa sasa hivi namba zake zimekuwa ni za kawaida, sio za kutisha, kwa maana sasa hivi tunawapa nafasi kama kina Kipala, tunawapa nafasi kama kina Pasa na watu wengine ambao wanaokuja vizuri. Sasa mimi naomba nikuache na video hii hapa, tukutane katika next video tujue kwamba ni kitu gani ambacho kilichoendelea. Bye bye.